Sikukuu za Pasaka ni miongoni mwa sikukuu zilizobeba taswira ya kiimani zinazoleta jamii pamoja, kuimarisha upendo pamoja na ushirikiano. Ndiyo maana kuelekea katika sikukuu hiyo, mara zote hukuta watu makundi mbalimbali ikiwatembelea wale wenye uhitaji, hasa watoto yatima, walemavu na wanaoishi katika mazingira magumu na wasiojiweza. Mwaka 2026 zikiwa zimebakia siku kadhaa kuelekea sikukuu ya Pasaka, wakili maarufu nchini, Wakili Peter Madeleka amekuwa ni miongoni mwa watu walioamua kutumia sikukuu hiyo ya Pasaka kuwagusa watu wenye uhitaji, na yeye amegusa kundi la kina mama wanaosumbuliwa na saratani ya mlango wa kizazi. Wakili Peter Madeleka ameonyesha kiasi cha fedha ambacho hajataja idadi yake, lakini ukikitazama kwa macho, zaidi ya shilingi milioni 100 za Kitanzania ambazo ameeleza kwamba zitaenda kuokoa maisha ya kina mama 19. Wakati ambapo dunia inajiandaa kusherekea ufufuko wa Yesu Kristo kwa sherehe ambayo maarufu kama Pasaka, nimeamua mwaka huu nisherekee sikukuu hiyo kwa njia tofauti kidogo na nilivyokuwa nafanya miaka iliyopita. Nimeamua mwaka huu kutumia kiasi hichi kidogo cha fedha ambacho Mwenyezi Mungu amenijalia kuweza kugharamia matibabu ya wanawake ambao wanakabiliana na shingo ya kizazi. Saratani ya shingo ya kizazi imekuwa ni tatizo linalowasumbua wanawake wengi na likiwasababishia maumivu makali na pengine vifo. Sasa natambua kwamba matibabu ya saratani yana gharama kubwa sana, na kwa bahati mbaya, pamoja na jitihada ambazo zinafanywa na serikali kuhakikisha kwamba huduma hizo zinatolewa kwa unafuu zaidi na kwa watu wote ambao wanakabiliwa na changamoto hizo, lakini bado kuna wanawake wengi wanapoteza maisha, lakini wanakosa matibabu kwa sababu tu ya changamoto ya ukosefu wa fedha. Kwa hiyo nimeona kwamba kama shukrani yangu kwa jamii kwa kutambua mchango ambao wanawake wanautoa katika kusaidia mapambano dhidi ya ukandamizaji, lakini katika kupigania haki. Kwa hiyo niliguswa, nikaamua ni waone baadhi ya wanawake ambao wana saratani ya shingo ya kizazi na ambao wako katika uhitaji mkubwa sana wa fedha ili waweze kupata au matibabu, basi niweze kuwasaidia. Nimefanikiwa kuwatembelea wagonjwa hao, wako kama takribani 19. Wako kama takribani 19 katika maeneo tofauti tofauti ya nchi yetu. Kwa hiyo tunapokwenda kusherekea sikukuu hii ya Pasaka, basi na wenyewe wasijione ni wanyonge au wametengwa kwa sababu tu wanakabiliana na changamoto hiyo ya ugonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi na kwa sababu hawana fedha za kugharamia matibabu yao. Kwa hiyo nimeamua kuungana nao kwa njia hii ya kuweza kutoa fedha kwa ajili ya kugharamia matibabu yao. Lakini la pili, natambua wako watu wengi sana wenye uwezo mkubwa kuliko mimi ambao pengine hawajajaliwa kuweza kuona baadhi ya ndugu zetu katika jamii ambao wanakabiliana na changamoto mbalimbali, hasa changamoto za ugonjwa kama huu ambao nimeusema wa saratani ya shingo ya kizazi. Natoa wito kwao pia waguswe kama sehemu ya ibada, kwenda kuwatembelea wagonjwa, lakini pia kuwasaidia wale wenye uhitaji, hasa uhitaji wa matibabu, kwa sababu unapokuwa na changamoto ya ugonjwa, njia pekee ya kunusuru uhai ni kupata matibabu, na usipopata matibabu maana yake unajiandalia kaburi. Sasa inauma kuona wenzetu wanaweza kufariki kwa kukosa fedha chache tu kidogo ambazo na pengine sisi tunazo na tunazitumia katika mambo mengine mbalimbali ikiwemo ya anasa. Lakini unapojinyima, unaacha kufanya anasa na unaenda kuwasaidia wagonjwa wenye uhitaji hospitalini, basi nadhani inakuwa ni ibada tosha ambayo Mwenyezi Mungu anaweza kaipokea vizuri zaidi. Na kwa kweli namshukuru Mungu tena kwa kunipa fursa hii niweze kurudisha shukrani yangu kwa njia hii ambayo naifanya. Na najua wako watu wengi sana wana changamoto, sio tu ya saratani ya shingo ya uzazi, lakini changamoto za magonjwa mbalimbali ambayo matibabu yake yanagharimu fedha nyingi. Lakini nimeanza na awamu hii ya kwanza. Kama mpigania haki, nimeanza na awamu hii ya kwanza. Tumeweza kuwa tembelea na kuwatambua hao 19 ambao tumeona wanakidhi vigezo ambavyo tumejiwekea au nimejiwekea vya kuweza kupata msaada huu ambao unakwenda kugharamia matibabu yao.
lakini awamu zinazofuata pia tutajitahidi kuangalia na watu wenye changamoto zingine, ili kile kidogo ambacho tunakipata basi tuweze kukifurahia kwa pamoja, tuweze kupata nguvu ya kuweza kufanya harakati za kuhakikisha nchi inakuwa moja, nchi inarudi katika mstari ambao ulizoeleka wa kuheshimu haki za watu. Lakini tunaposema kuheshimu haki za watu ni pamoja na haki ya matibabu. Mtu akienda hospitali awe na uhakika kupata dawa. Sasa tunafanya hivi kwa sababu tunaungwa mkono na watu wengi ambao Huu ni mwanzo wa kufahamu safari hiyo ya kwenda kuwagusa kina mama 19 iliyoanzishwa na wakili Peter Madeleka itaishia wapi? Na je, matokeo ya kina mama hao baada ya matibabu hayo pia ni yapi? Weka komenti yako hapo chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi naitwa Korumba Le Papas. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.